Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena siku njema ya leo jeudi le 11 Desembre 2025. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za siku ya leo. Tumewaletea habari mbichi, ni habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na habari tofauti tena mbalimbali zinazoendelea kusemekana ndani ya nchi ya Kongo. Habari ambazo tumewaletea siku ya leo tutawapeleka moja kwa moja ndani ya mji wa Uvira, ambapo waasi wa M23 baada ya kukamata mji wa Uvira wanaomba vikosi vyote vya jeshi la Burundi kuondoka hapo. Wanaomba wazalendo wote kutia silaha chini na wakaaji wote kurejea maisha yao ya kawaida. Ni wakati wazalendo upande wao wanaendelea kusema ya kwamba hata kama waasi wa M23 wako ndani ya mji wa Uvira hawataacha kuwapiganisha na mpaka watakapofanikiwa kukomboa tena mji wa Uvira na kuendelea na kazi ya kukomboa maeneo yote ya nchi ya Kongo. Wazalendo pia wanaendelea kushtaki FARDC kwa usaliti na wanaomba guvernema ya Kongo kuwahukumu wale wa general wote ambao walikuwa wakiongoza operasyon za FARDC ndani ya Sud Kivu. Na baada ya wasi wa M23 kukamata mji wa Uvira, Depute Juvenal Munubo alisema ya kwamba kunahitajika mazungumzo kati ya guvernema na M23 ili kumaliza vita vinavyoendelea kukamata hatua nyingine mashariki mwa nchi ya Kongo. Na tumewaletea habari mingi tena mbichi. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kuendelea kusubscribe, muendelee kujiabone ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike, muzisambaze habari hizi kwa walio wengi ziwafikie, na muendelee kujiunga nasi na shene yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre au mtuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka kabisa mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Na kama unataka kufahamu kinachoendelea kabisa, kuwa nami mwanzo hadi mwisho utaelewa. Na bila kukawia tufungue ukurasa wetu wa habari na tuwapeleke moja kwa moja ndani ya mji wa Uvira. Munajua ya kwamba mji wa Uvira ulikamatwa na wasi wa M23 siku ya jana, na baada ya wasi hao kuteka mji wa Uvira, wengi wanapenda wajue kinachoendelea ndani ya mji wa Uvira. Nilipata message za watu tofauti kwa WhatsApp wakisema ya kwamba mbone mji wa Uvira kuna habari wanazozipata pembeni ya kwamba haujakamatwa na wasi wa M23, na wajibu ni kiwahakikishia ya kwamba wasi wa M23 wako ndani ya mji wa Uvira. Huo ndio ukweli, musiendelee kudanganyiwa na wakati nchi ya Kongo iko na enda. Ile njo realite. Baada ya wasi wa M23 kuteka mji wa Uvira, vikosi vya wazalendo vilivyokuwa hapo viliondoka pale vikaelekea maeneo yanayoelekea huko Mufizi. Wengine wakapanda Muho Plateau Duvira, kule njo kwenye vikosi vya wazalendo vinakaa. Wazalendo wanakaa huko ila wakisema ya kwamba wataukomboa mji wa Uvira. Wanaendelea kuishutumu FARDC kwa kuwa ndiyo ambayo iliwasaliti na kusaliti wakongomani wote ili mji wa Uvira ukamatwe. Wanasema ya kwamba wakati walikuwaka muvita maeneo ya Kamanyola Katogota, walikuwa wamefanikiwa kuirekipere Katogota na wako muvita ili wasonge mbele wa rekipere Kamanyola. Wakati walikuwa mufro ya kule Katogota ndipo waliambiwaka ya kwamba warudie nyuma. Vikosi vya FARDC vikaanza kuwaacha kufro kuanzia Katogota.
Wanajeshi wa FARDC wakaondoka wakabeba na vifaa vyote, ndipo wazalendo walibakiaka kufro bila kukuwa na zingine nguvu za hali ya juu za kupigana na wasi wa AFC M23 ambao walikuwa wakitumikisha vifaa tofauti mkiwemo drone. Wakabakia na hawana kingine kitu cha kufanya sofu nao kurudia nyuma. Wanasema ya kwamba yule Generale Chiviri ambaye alikuwaka Uvira ndiye alipanaka ile ordre kuvikosi vya FARDC pale kufro, akiwaagiza kurudia nyuma. Wanasema kwamba yule Generale Chiviri na wengine wa general wa FARDC ambao walikuwa wakiongoza ile operation njo wenye waliwasaliti wazalendo, wakawasaliti hata wakaaji na kusaliti mji wa Uvira ukakamatwa na wasi wa AFC M23 bila kupigana. Wazalendo wanaishutumu FARDC kwa kuwa ndiyo ambayo ilipana mji ya Uvira mu mikono ya wasi wa AFC M23. Wazalendo huko ambapo wanakaa kwa sasa wanasema kwamba hawatakata tamaa, watapigana na wanajua ya kwamba watarikipere mji wa Uvira na kwingineko vita wataimaliza. Wanachokitaka ni FARDC kuwahukumu wale viongozi wote wa saliti walio usaliti mji wa Uvira ukakamatwa na waasi wa AFC M23. Hilo ndio ombi la wazalendo. Wanasema kwamba FARDC iliondokaka mjini Uvira bila kupigana, wakaelekea Kalemi kupitia poro ya Kalundu, wengine wakavuka wakaelekea Burundi na wengine wakapotelea mbali, wakati wao walikuwa wakiwaomba kubaki hapo ili wapiganie mji wa Uvira. Wanasema ya kwamba FARDC inapaswa kuwahukumu wale viongozi na kuorganize tena namna ya kulanse offensive ili kukamata mji wa Uvira. Hao ni wazalendo kutoka maeneo hayo ya Sud Kivu ambao wanaomba hayo guvernema ya Kongo. Tuwapeleke ndani ya mji wa Uvira, tuwaambie kwa sasa kinachoendelea hapo ni kipi. Pale Uvira wakaaji waliamka na wasiwasi, wa moja wachache wakaanza kufanya kazi zao za kawaida, na wakaaji wanasema kwamba waliagizwa kuanza kufanya salongo ndani ya mji wa Uvira, ambapo hapa kuna video iliyotufikia na wakaaji pale Uvira wako nafanya salongo. Mufuate video hii. Ewa na sehemu aveni salongo inaanza. Salongo inaanza na ordre yatoka. Salongo inaanza na ordre yatoka, si huko. Tushakuwa msalongo. Tushakuwa msalongo hivi. Nadhani ya kwamba video hiyo mumeifuata. Hapo ni mjini Uvira ambapo wakaaji wako msalongo wakisema ya kwamba walipewa ordre ya kufanya salongo na waasi wa AFC M23. Tukiwa mjini Uvira siku ya jana, wakati waasi wa AFC M23 walikuwa wameingia ofisieli ndani ya mji wa Uvira, anayeitwa Generale Byamungu alifika ndani ya mji wa Uvira na kutangaza ya kwamba wanajeshi wote wa Burundi ambao wanajificha ndani ya nyumba za wakaaji pale ndani ya mji wa Uvira wanahitajika kurejea kwao, wanapaswa kuondoka ndani ya nyumba za wakaaji warejee kwao. Alisema ya kwamba hawana tatizo yoyote na wanajeshi wa Burundi, kitu ambacho wanataka ni kuwaona wakirudia kwao. Video iko hapo kabisa, muifuate muelewe alichokitangaza yule Byamungu. Kwa hiyo ninaomba kwa jeshi la Burundi ambayo liko mjini hapa wamejificha kwa manyumba waweze kujitoa ili warudi makwao. Njia ya kwenda kwao inajulikana, warudi kwao. Sisi hatuna shida na Warundi, sisi hatuna tatizo na Warundi. Warundi ndio walikuja kwetu na hawa Warundi tunataka warudi kwao. Warudi wachukue wakoje wakutane na majamaa zao, sisi nao hatuna tatizo. Na wenye wako milimani tofauti, njia mbalimbali, nao tunawaomba pia washuke waingie kwa frontiere warudi kwao nyumbani salama. Sisi hatuna nao shida na hatuna tatizo na wananchi wa Burundi kwa sababu sisi ni wajirani na tuko majirani tangu miaka ya kutosha na tutabaki majirani hadi mwisho.
Nadhani ya kwamba video hiyo nayo mmeifuata. Hapo ni mjini Uvira ambapo waasi wa AFC M23 wanakaa kwa sasa. Baada ya kukamatwa sasa kwa mji wa Uvira na waasi wa AFC M23, Juvenal Munubo anataka mazungumzo na AFC M23. Kuingia kwa waasi wa AFC M23 ndani ya mji wa Uvira siku ya jana kunaendelea kuzua hisia tofauti ndani ya tabaka la kisiasa la Kongo, huku baadhi wakitetea kuanzishwa tena kwa haraka kwa mazungumzo ili kuzuia kuzorota kwa mzozo wa usalama. Wengine wanataka majukumu yaanzishwe na viongozi wajibike. Juvenal Munubo, mwanachama wa muungano mtakatifu wa taifa na aliyekuwa naibu wa kitaifa, anaamini kwamba hali ya sasa lazima isuluhishwe kupitia majadiliano. Kulingana naye, lengo la M23 ni kuweka shinikizo kwa serikali kuzindua upya mazungumzo ya Doha. Kwa hivyo anatoa wito wa kurejeshwa kwa haraka kwa mazungumzo na AFC M23 ili kuzuia hali ya usalama kuendelea kuzorota zaidi. Kuingia kwa waasi wa AFC M23 huko Uvira bila upinzani kutoka kwa jeshi la kitaifa kunachukuliwa na baadhi ya watu katika tabaka la kisiasa kama fedheha ya kitaifa. Ukaliaji huu wa mji wa kimkakati katika Kivu Kusini unaonyesha udhaifu wa kiusalama na kuchochea ukosoaji wa jinsi mamlaka inavyoshughulikia mgogoro huo. Jean-Baptiste Muhindo Kasekwa, kiongozi wa upinzani na mwanachama wa muungano wa Lamuka, anasisitiza juu ya haja ya ukweli na wajibikaji. Kulingana naye, ni wakati mwafaka kwa viongozi kujibu kwa vitendo vyao katika kukabiliana na hali hii. Wanasiasa hawa wawili walizungumza wakati wa kipindi cha mazungumzo kati ya Wakongo kwenye Radio Okapi. Hapo ndipo walitangaza hayo yote. Tuendelee na habari zetu. Taarifa zetu tuwapeleke moja kwa moja ndani ya Fizi mjini Baraka ambapo kwa sasa ndio kwenye kunakaa uongozi wa Sud Kivu. Viongozi wa gouvernement provinciale ya Sud Kivu kwa sasa wanakaa mjini Baraka baada ya kuanguka kwa mji wa Uvira ambao ulikuwa kwa sasa ukichukuliwa kama chef-lieu ya Sud Kivu upande wa arme ya Kongo. Mnajua ya kwamba wakati mji wa Bukavu ulikamatwa na wasi wa AFC M23 na ndio mji ambao ulikuwa chef-lieu ya Sud Kivu, gouvernement provincial ya Sud Kivu ilihamiaka Uvira, ikafanya Uvira kuwa chef-lieu ya Sud Kivu upande wao na kuanza kufanyia kazi za gouvernement pale Uvira. Baada sasa ya mji wa Uvira kukamatwa na wasi wa AFC M23, kwa sasa gouvernement provincial ya Sud Kivu inakaa ndani ya mji wa Baraka pour le moment. Hapo ni ndani ya territoire ya Fizi. Mji wa Baraka nao uko kilomita mingi ukitoka ndani ya mji wa Uvira pale tuzoro ni province ya Sud Kivu. Taarifa zetu zinaendelea ndani ya mji wa Goma baada ya taarifa kutufikia ya kwamba yule Magloire Paluku aliuawa jioni ya jana na AFC M23 iliafirme hayo siku ya leo. Ndani ya tangazo ambalo lilitangazwa na AFC M23 kupitia msemaji wao Lawrence Kanyuka, walisema ya kwamba yule Magloire Paluku ambaye alikuwa conseiller en charge de la communication ndani ya coordination politique ya AFC M23 aliuawa pale mjini Goma ku hospitali generale ya Goma. AFC M23 inatangaza kwamba uchunguzi ulianzishwa pale ili kukuja kujua wale ambao walisababisha kifo cha huyu Magloire Paluku, yani wale ambao walimshambulia, paske wanasema kwamba alishambuliwa masasi 7 na kufika pale ambapo alipoteza maisha yake. Kupitia tangazo hiyo, AFC M23 inawapa pole familia wake Magloire Paluku na kuwapa pole wote kabisa watu wa AFC M23 ambao walimpoteza huyo mtu wao wa karibu. Hapo ni mjini Goma ambapo hayo yalifanyika.
Tuendelee na taarifa zetu. Ndani ya mji wa Mweneditu huko Lomami siku ya jana kulikuwa maandamano mitaani ambayo yalikuwa yakilenga kumunga mkono mkuu wa serikali ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo pamoja na makubaliano ya amani yaliyotiwa saini huko Washington le 4 Desembre. Maandamano hayo yaliandaliwa na Meya Gerard Chibanda Kabwe. Ilianzia Mabaya Square kando ya Route Nationale numero 1 na kuishia katika jengo la ukumbi wa mji wa Mweneditu. Makamu wa gavana wa jimbo la Lomami Celeste Kaembe pia alikuwepo pamoja na wanachama wa vyama mbalimbali vya siasa na makundi mengine ya watu. Katika hotuba yake, Meya Gerard Chibanda Kabwe alimpongeza Rais Felix Tshisekedi kwa ustadi wake wa kidiplomasia katika kutia saini makubaliano ya amani huko Washington ambayo yatakomesha ukatili mwingine unaotishia nchi hii. Aidha, amewataka wananchi kuendelea kuwa waangalifu na kudhibiti viingilio vya kuingia mjini kwa mjibu wa mapendekezo ya mawaziri wa ulinzi Guy Kabombo na Eliezer Ntambwe walipotembelea mji huo wa pili wa reli ya Lomami. Gerard Chibanda alionyesha kuwa kutokana na mikataba hii vita mashariki mwa nchi vinaweza kumalizika, hivyo kuruhusu watu waliokimbia makazi yao kurejea makwao. Hayo maandamano yalifanywa huko Mweneditu mu province ya Lomami wakiunga mkono Felix Tshisekedi kwa kusaini makubaliano ya amani mapya yaliyosainiwa huko Marekani pamoja na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame. Taarifa zetu zinaendelea, nimewaletea habari mbichi kabisa. Watu wasiojulikana na wenye silaha walivamia kijiji cha Birihi katika kundi la Bashali Mokoto katika eneo la Masisi ni ndani ya North Kivu usiku wa Jumane mwendo wa saa 8 mchana wakati wa ndani. Katika eneo la tukio waliwaua watu 4 wote wanawake na kumjeruhi mwingine kwa silaha za bledi. Kulingana na vyanzo vya ndani, watu hawa wenye silaha walikuja kutekeleza misheni yao kabla ya kutoweka katika eneo jirani. Wakaaji wa Birihi wanaamini kuwa mauaji ya wanawake hao 4 yalipangwa kimakusudi. Wanachukulia kuwa ni mauaji yaliyolengwa. Mtu aliyejeruhiwa alipelekwa katika kituo cha matibabu kilicho karibu kwa matibabu. Chanzo cha mauaji haya bado hakijajulikana, lakini wakaaji wa eneo hilo wanaamini kuwa tukio hili linahusishwa na mzozo wa ardhi. Makundi kadhaa yenye silaha yanafanya kazi katika eneo la Birihi na hivyo kufanya kuwa vigumu kuwatambua watu wenye silaha waliohusika na mauaji haya. Hapo ni ndani ya Masisi kwenye tukio hilo kabisa lilitukia. Watu 3 walipoteza maisha yao, plito 4 wakiwa wanawake, mwingine mmoja naye akajeruhiwa. Asante sana, hizi ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea kwa siku ya leo, na washukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi ndani ya habari zetu, na waomba kuendelea kujiabone, yani kusubscribe, kuendelea kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na shene yetu ya WhatsApp kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre au mtuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka kabisa mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati, na washukuru. Basi muendelee kukua na siku njema ya leo. Merci beaucoup.